Habari za kutwa mtazamaji, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari leo Juni 2, 2025. Uko na Mipendo Godson na kusogezea taarifa hizi za habari katika studio zetu zilizopo Panjiro, Arusha, Tanzania. Wakili wa upande wa utetezi katika kesi ya uhaini namba 8607 ya mwaka 2025 inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu dhidi ya Jamhuri Daktari Rugemeleza Nshala, amesema mahakama imeonya na kuamuru pande zote mbili kuacha kutoa kauli zinazoashiria kudharauliwa kwa mahakama pindi mahakama hiyo inapokuwa imeshakaa. Leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 6, 2025. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu chini ya hakimu mfawidhi Kiswaga ilikuwa inakuja katika kesi ya uchunguzi wa awali kuhusiana na makosa ya uhaini dhidi ya Tundu Antipas Lissu. Leo ilikuwa imepangwa na mahakama kwamba upande wa mashtaka waweze kueleza upelelezi umefikia wapi, kwamba uchunguzi wa kesi umefikia wapi ili mwisho wa siku ule uchunguzi wa awali uweze kuanza. Sasa upande wa mashtaka wamesema tena kwa mara nyingine kwamba upelelezi bado unaendelea, hujakamilika. Wamesema faili imerudi siju kwa mkurugenzi wa mashtaka ya jinai wa taifa, na bado huyu ambaye kuna vitu ameagiza vichunguzo zaidi. Sasa upande wa utetezi tunapinga kwamba si sahihi aingia akilini kufungua kesi kubwa namna hii ambayo inahusisha tu maneno ambayo anasema kwamba ndio imeleta uhaini, alafu kasema unaenda kupeleleza maneno. Kasema pengine kama walikuwa wanahitaji wataalamu wa falsafa kama Mtakatifu Paulo au nani alipokwenda Ugiriki, sawa sawa, lakini haya ni maneno ambayo yametamkwa na yameandikwa kwenye mashtaka. Kwa hiyo ilikuwa na hoja kwamba pengine ni namna ya kuchelewesha kesi na kumnyima haki mteja wetu ambaye yuko ndani. Upande wa mashtaka wakawa wamesema hapana, wenyewe unaamini kwamba una haki ya kisheria kuweza kuendelea kuchunguza. Hii sio miongoni mwa yale makosa ambayo yanatakiwa upelelezi huo umekamilika kabla mtu hajafungulia mashtaka. Kwa hiyo ni hoja ambazo zimechukua muda mrefu, na upande mwingine tulikuwa ni kwamba mshtakiwa wakati anaingia mahakamani alikuwa ametaja ule msemo au mbiu ya Chadema kwamba no reform no election, na wakawa wamepeleka kwa hakimu hiyo hoja kwamba ile ilikuwa ni kudharau mahakama. Mwisho wa siku mahakama imesema kwamba haikuwa sahihi kwa sababu hakimu alishaingia, basi mshtakiwa pamoja na umma ulikuwa pale mahakamani hakutakiwa kuweza kuitikia. Alisema no reform no election, na watu hakutakiwa kujibu. Kwa hiyo kama ametoa tu onyo kwa pande zote mbili kwamba mahakama inapokuwa imeshakaa basi kauli za namna hiyo zisifanyike. Na makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche amesema mkoa wa Tanga ulipaswa kuwa mji wa mfano kwa kuwa na bandari na umuhimu wa zao la mkonge kwenye utengenezaji wa bidhaa mbalimbali. Heche amehoji kuharibika kwa viwanda vingi mkoani humo na kusababisha gharama kubwa kwa serikali katika kununua vibebeo vya mazao ya kilimo vinavyotengenezwa kwa katani. Tanga hii ilijengwa na Mwalimu, ilikuwa sehemu ya viwanda. Ukienda kwenye miji kama Guangzhou, China, ukienda kwenye miji kama Shanghai, China, ni miji ambayo iko pembezoni mwa bahari kama nyie, lakini ni miji ya viwanda. Tanga ilikuwa ni mji wa viwanda. Uongo kweli? Tanga imejengwa na viwanda. Tanga leo ilipaswa kuwa sehemu maalum duniani yenye maendeleo makubwa kuliko sehemu nyingine yoyote. Tanga ina bandari, ameijenga mkoroni. Tanga ilikuwa na reli kwa ajili ya kusafirisha mizigo ya kanda yote ya kaskazini. Mizigo yote inayotua kwenye port ya Tanga ilipaswa kuchukuliwa na reli ambayo ilikuwepo, imejengwa na wakoroni. Mizigo yote iliyokuwa inatoka kwenye viwanda vya mkonge ilipaswa ishuke kwenye bandari yenu, inaondoka kwenda Ulaya au inaondoka kwenda China kutafuta hela na kuzirudisha ndani ya nchi yetu. Tuanze na viwanda vya mkonge. Viko wapi? Zao la mkonge limekufa. Uongo kweli? Je, mkonge umeisha matumizi? Mkonge utaisha matumizi siku ambayo tutaacha kubeba viazi kwenye magunia, siku ambayo tutaacha kubeba korosho kwenye magunia, siku ambayo tutaacha kuwa na mazulia kwenye nyumba, siku ambayo magari ya kifahari yataacha kutembea duniani. Kwa sababu ukiona gari la kifahari, ukiona Marco Polo, viti vyake vinatengenezwa na mkonge, fiber ya mkonge.
ukiona Mercedes Benz, ukiona gari zote za kifahari, Range Rovers, viti vyake vinatengenezwa kwa fiber ya mkonge. Watu wa Lindi walikuwa na mashamba 17 ya mkonge. Uongo kweli? Watu wa Mtwara walikuwa na mashamba ya mkonge. Wakilima korosho, wakivuna korosho, wanapakia kwenye magunia yametengenezwa na mkonge wetu wa Tanga au wa Lindi na Mtwara, wanaipeleka Ulaya huko inakouzwa. Leo viwanda vyote vya mkonge vimekufa. Nchi hii tunaagiza magunia kutoka nje ya nchi ya bilioni 74 kwa mwaka. 74 billion shillings tunaagiza magunia. Maana yake ni nini, watu wa Tanga? Maana yake ni kwamba leo gunia linalobeba viazi kutoka shambani linachukua pesa hapa linazipeleka Ulaya, India. Tunaagiza magunia kutoka India na Pakistan. Yaani mtu akiwa Mtwara akitaka kubeba korosho yake, pesa inatoka Mtwara na Njirinji inakwenda India kutengeneza ajira. Waziri wa Fedha Daktari Mwigulu Nchemba amesema serikali itahakikisha sehemu kubwa ya bajeti inagharamiwa na mapato ya ndani ili kukuza uchumi na kujenga dhana ya kujitegemea. Ameongeza kuwa serikali itaendelea kuvutia uwekezaji wa sekta binafsi ambazo zitasaidia kupunguza serikali mzigo wa kukopa nje kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kupunguza utegemezi wa bajeti kutoka kwa washirika wa kimaendeleo. Amesema hayo leo Juni 2, 2025 bungeni jijini Dodoma. Je, serikali imejiandaa vipi kukabiliana na mabadiliko ya sera za baadhi ya nchi tajiri katika kulisaidia taifa letu kukuza uchumi? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Waziri wa Fedha Mwigulu Nchemba. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea na jitihada mbalimbali za kuongeza mapato ya ndani ili kuhakikisha kuwa sehemu kubwa ya bajeti inagharimiwa kwa kutumia mapato ya ndani. Aidha, kwa kutambua umuhimu wa mahitaji ya kibajeti ikiwemo ugharamiaji wa miradi ya maendeleo, serikali itaendelea kuvutia ushiriki wa sekta binafsi katika ugharamiaji wa miradi ya maendeleo kwa kutumia njia mbadala ikiwemo ubia kati ya sekta ya umma pamoja na sekta binafsi. Hii itasaidia kuipunguzia serikali mzigo wa kukopa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kupunguza utegemezi wa kibajeti kutoka kwa washirika wa maendeleo. Mheshimiwa Profesa Patrick Ndakidemi. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Nianze kwa kumuuliza Mheshimiwa Waziri, ni kwa kiasi gani amri za kimamlaka executive orders alizotoa Rais Trump wa Marekani kusitisha misaada katika nchi yetu imeathiri miradi iliyokuwa inaendelea hapa nchini? Na swali la pili, tunajua maendeleo ya nchi yetu yako mikononi mwetu sisi wa Tanzania na si vinginevyo, si kwa wageni. Je, ni kwa kiasi gani nchi yetu imejipanga kutumia rasilimali zetu za asili ambazo zina utajiri mkubwa kukabiliana na mkwamo huu ambao unaendelea kujitokeza? Majibu Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa maswali mazuri aliyoyauliza, maswali ya kiprofesa kabisa hayo. Ameuliza orders zilizotolewa na nchi ya Marekani. Moja, Tanzania, serikali ya Tanzania haikuwa ina ushirikiano wa kiserikali kwa serikali kwenye masuala ya fedha za miradi ya maendeleo na serikali ya Marekani. Fedha nyingi za miradi ya maendeleo kutoka serikali ya Marekani zilikuwa zinatumia taasisi zake za Marekani baina ya taasisi mbalimbali za Tanzania. Kwa maana hiyo, kwa upande wa kibajeti ya moja kwa moja hakukuwepo na athari hizo, na kwa upande wa taasisi zilizokuwa zinapokea fedha, tayari serikali ya Tanzania imeshafanya tathmini, si tu kwa tamko la Marekani bali ni kwa mwenendo wote unaohusisha fedha zinazotoka kwa development partners.
Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu imepiga hatua nyingi za masuala ya aina hiyo, ikianza zamani sana ambapo kulikuwepo na fedha za misaada zinazokwenda kwenye bajeti ambazo zilishaisha, na serikali ina finance miradi ya maendeleo kutumia fedha za ndani kufidia pengo lile ambalo lilikuwa bajeti inapata fedha kutoka kwa nchi wahisani. Lakini baada ya hapo sasa hivi serikali baada ya kufanya tathmini kufuatana na jambo hili lililotokea siku za hivi karibuni, tayari serikali imepangilia upya matumizi yake kwa bajeti inayoendelea na kupata zaidi ya bilioni 220 ambazo zilikuwa zinahitajika, na hasa maeneo ambayo yalionekana kuathirika ni maeneo ya afya ambayo tayari tulishapeleka zaidi ya bilioni 88 na zimeendelea na utekelezaji wa miradi hiyo. Na kupitia tathmini hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo ambayo ilikuwa inapata fedha kutokana na ushirika huo pamoja na maeneo mengine, ili kuweza kuhakikisha kuwa miradi ya maendeleo pamoja na maisha ya Tanzania hayaathiriki kutokana na mabadiliko ya kisera ya mbia yeyote wa maendeleo kutoka nje ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu kujipanga kutumia rasilimali zetu, Mheshimiwa umeleta swali zuri sana. Serikali inaendelea na mkakati wa kuweza kufanya miradi ya ndani ile iliyo mikubwa inayotumia rasilimali za ndani kuweza kuanza kufanya kazi ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaongeza mapato ya ndani. Baadhi ya miradi hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo taarifa ya Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na taarifa ya Wizara ya Mipango na Uwekezaji wakati wa bajeti za kisekta ilibainisha kwamba serikali imelipa fidia kwenye maeneo mengi ambayo ni ya kimkakati kiuwekezaji ili kuweza sasa kuanza kuwekeza, lakini pia imepiga hatua kwenye majadiliano ya miradi mikubwa ya kimkakati ambayo inaweza ikaingizia mapato makubwa nchi yetu ili kuweza na yenyewe kuanza kutekelezeka. Lakini pia serikali inajipanga kuanza uzalishaji zaidi wa bidhaa zinazoweza kuzalishwa ndani ya nchi ili kuondokana na uagizaji wa bidhaa za aina hiyo ambazo serikali ama nchi inaweza kuzalisha ndani ya nchi. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri, na nadhani pengine kwenye bajeti yako jambo hili litajitokeza tena. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa majibu ya sasa. Asante sana. Mkandarasi anayejenga barabara ya Kikombo hadi Mapinduzi kwenye makao makuu ya Jeshi la Wananchi JWTZ jijini Dodoma amepewa miezi 6 kukamilisha ujenzi wa barabara hiyo kwa kiwango cha lami. Agizo hilo limetolewa na Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega aliyeambatana na Waziri wa Ulinzi Daktari Stergomena Tax wakati akikagua ujenzi wa barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 16.4. Wizara ya Ujenzi inatoa shukrani nyingi sana kwa Wizara ya Ulinzi na jeshi letu kwa sababu mmekuwa wakati wote mko tayari kutupa ushirikiano wa hali na mali. Kwa hivyo mimi nataka tu niseme kwamba wizara ina shukrani nyingi sana kwenu General, Mheshimiwa Waziri, asanteni sana kwa namna ambavyo mmekuwa mkitupa mshikamano na ushirikiano. Na kuhusu hii barabara, Mheshimiwa Waziri, nataka kuhakikishia tu kwamba hii ni ya kipaumbele na watu hawatalala usingizi kwa kazi hii mpaka niione kazi hii uelekeo wake ni mzuri. Na mkandarasi Chiko yuko hapa ananisikia, lazima hapa ufanye kazi. Na good luck ni kwamba kwa hii barabara huyu sisi tumemlipa hela, hatudai. Ana section 2, ana lot iko hii hapa na ana lot iko kule Nchuka. Ameanza kufanya marekebisho kutoka katika literatures nilizozisoma, sababu barabara ilikuwa tayari imeshaota majani, ile CRR ilianza kuota majani. Ikianza kuota majani inakuwa hiyo haifai, inabidi ufanye marekebisho. Yes, ameianza hiyo kazi, lakini nimeambiwa iko slow sana kwa sababu huyu hatudai katika jambo hili. Tumejitahidi, tumelipa fedha vizuri sana. Yes, wanajua vizuri. Mimi naomba nihitimishe tu kwa kuconfirm uelewa wangu ambao ndio utakuwa ni kama hadidu za rejea za kukamilisha kazi hii. Uelewa wangu wa kwanza ni kwamba kazi hii ya kujenga barabara the main road ikiwa ni pamoja na madaraja yake itakamilika kufikia mwisho wa mwaka huu
mwezi wa 12 mwaka 2025. Uelewa wangu wa pili ni kwamba hii diversion ambayo ndio itawezesha sasa hii barabara kukamilika na sisi tuendelee na shughuli zetu itakamilika, pamoja na kwamba imesemwa haraka iwezekanavyo, mimi niseme tu itakamilika kufikia mwisho wa mwezi huu, ikiwa ni pamoja na yale makaravati yanayotakiwa kuwepo ili kukamilisha kazi. Kwa hiyo ndio uelewa wangu. Na uelewa wangu wa tatu ni kwamba kazi hii haitasimama kama ulivyosisitiza kwamba itafanywa usiku na mchana ili kuhakikisha kwamba hizi time tulizojiwekea zimewekwa tu, lakini tunaweza tukamaliza kabla ya hapo. Daraja yote manne yataisha mwaka huu. Mwaka huu mwezi wa 12. Hilo ndio sawa. That is right. Tutakachojaribu kuhakikisha sisi kwa upande wa technical make sure kwamba hiyo michoro anayozungumzia wanaipata haraka, kama kuna ambaye yuko upande wa consultant na kuipitisha pia vile vile. Lakini wakati mwaka huu kwetu sisi ni mbali. Kwa sababu tunataka tuhamie huku haraka sana. Kinachotukwamisha moja hapo ni hii barabara. Kwa hiyo wakati hayo yakimalizika mwezi huu ambao tunashukuru, tuna appreciate, tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kazi kubwa unayoifanya na msukumo uliouweka. Lakini tunataka kule ambako tunaweza tukapita kwa muda na kwenyewe kuwe vizuri kabisa. Meelewa vizuri eh? Nimeelewa Mheshimiwa Waziri, nimeelewa vizuri sana. The diversion, I mean around the bridges. Yes. You'll have to do a good quality diversions. Zaidi ya tani 26 za mchele ulioharibika zimeteketezwa visiwani Zanzibar baada ya kukamatwa kwenye nyumba ya mfanyabiashara wa visiwani humo. Mchele huo ulioteketezwa na mamlaka ya chakula na vipodozi Zanzibar ZFDA ulikamatwa Mei 22, 2025. Utumiaji wa vyakula ambavyo havifai, kuna baadhi ya madhara huwa hayatokei hapo kwa hapo. Ni maradhi ambayo yanaweza kuchukua muda mrefu. Kwa mfano swala la sumukuvu, kula bidhaa ambayo ina tatizo la sumukuvu inaweza ikapelekea madhara ya kansa. Lakini madhara ya kama mchele wetu huu ambao inawezekana kwamba mtu akipata madhara, yani akiwa anatumia sumu, tunasema kwamba sumu, yani bidhaa ya chakula, huwa madhara yake hayaji pale pale, yanachukua muda mrefu, na baadhi ya bidhaa madhara huwa yanachukua muda mrefu. Kwa hiyo madhara kama kuna matatizo ya pressure, kuna matatizo ya sukari ambayo matukio ya namna kama haya mitaani mwetu yanatokea, pengine nyumba inahifadhi vyakula, aidha viwe vibovu ama viwe vizima, ni vyema wakatupa taarifa wakala wa chakula, dawa na vipodozi, ili tuweze kufanya uhakiki wa hayo, kwa sababu sehemu nyingi ambazo zinahifadhi vyakula hivi na mwishowe huwa vibovu, vinakuwa hazijasajiliwa rasmi. Viongozi nchini wamehimizwa kutekeleza majukumu yao kwa weledi na kuzingatia maadili ili kuacha alama kwa watu wanaowaongoza. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua katika harambee ya kuchangisha fedha za ujenzi wa ofisi ya kijiji cha Kagongo wilayani humo. Kijiji cha Kagongo tuna mradi wa ujenzi wa ofisi ya kijiji yenye masuala wazi ya ardhi iliyoanzishwa kwa kujengwa kwa kutumia nguvu za wananchi, yaani michango iliyotokana na upimaji wa ardhi, ambapo mpaka sasa kiasi cha shilingi milioni 2,995,000 zimeshatumika katika kuanzisha ujenzi huo kwa awamu ya kwanza na kufikia hatua ya kuzi ya 8. Anapenda kijiji chake katika uongozi wake aache alama. Ndio msukumo wetu, na sisi kwa wastani tunapenda maendeleo, ndio maana muda wote akitengeneza jambo sisi tunakuwepo. Hati zetu miliki sasa hivi zinahifadhiwa huko ardhi wilaya. Kumbe malengo yetu tulitamani kuona kwamba hati miliki hizi zinahifadhiwa hapa kijijini, kwa sababu zinatuhusu sisi wananchi wa kijiji cha Kagongo. Tunapenda sisi ili jengo lipate kuendelea, ili kusudi tukiwa na zile zana zetu za kuweka tuwe tunawekeza hapa kuliko kwenda mjini, kwa sababu mjini kwanza ni hatua kwetu na tayari usafiri unasumbua. Napata wananchi wenye nia kama yenu, maana yake tutasonga mbele haraka kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Na mimi wakati wote nasema, ukiwa wewe ni binadamu, ni lazima uishi hapa duniani kwa lengo la kuweka alama.
huweki alama, utakapokuwa umekufa utaonekana kama haukuishi, maana hakuna mtu atakayekumbuka ulichokifanya. Na kufikia hapo sina la ziada katika habari za kitaifa. Niungane na mwenzangu Pantale Ulugisha akitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa kunani. Ibada ya Hajj, nguzo ya 5 ya Uislamu, inaanza rasmi Jumatano wiki hii katika mji mtakatifu wa Mecca, Saudi Arabia. Zaidi ya mahujaji milioni 1.3 tayari wamewasili. Mamlaka zimeahidi kuhakikisha usalama wa waumini hao licha ya joto kali. Operation ya kudhibiti wageni haramu pia inaendelea. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili Vilnius kwa mazungumzo na viongozi wa NATO wa Ulaya Mashariki na Nordic. Ametaka kushirikishwa kwenye mkutano wa kilele cha NATO, akisisitiza kuwa kutoalikwa kwake ni ushindi kwa Rais Vladimir Putin wa Urusi. Waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Saar amelaani tukio la kushambuliwa kwa waandamanaji waliokuwa na bendera ya Israeli huko Colorado, Marekani. Amesema chuki hiyo imesababishwa na habari za upotoshaji dhidi ya Israeli. Mtu mmoja alizusha vurugu akipaza sauti ikombolewe Palestina na kusababisha majeruhi kwa moto. Israeli inataka hatua za haraka kuchukuliwa dhidi ya mhusika. Mazungumzo ya awamu ya pili kati ya Urusi na Ukraine yameanza leo mjini Ankara, Uturuki. Mazungumzo hayo hayatarajiwi kuzaa matokeo makubwa. Ujumbe wa Ukraine unaongozwa na waziri wa ulinzi Rustem Umerov, huku upande wa Urusi ukiwakilishwa na mshauri wa Putin Vladimir Mendeski. Shirika la ujasusi la Uturuki na waziri wa mambo ya nje Hakan Fidan wanashiriki pia. Shukrani sana Pantaleo kwa taarifa hizo za kimataifa, na mimi nikushukuru sana mtazamaji wa SQF TV kutazama habari hizi jioni ya leo ya Juni 2, 2025. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa matangazo haya jioni ya leo, ulikuwa nami Pendo Gordon, nikutakie jioni njema.